Zari the Boss Lady sasa hivi huenda akaa kwenye majonzi, ingawaje kuna taarifa ambayo kidogo imeleta ahueni kuhusiana na mtoto wake kuwa hospitali. Of course tunafahamu kwamba amekuwa akiishi mbalimbali kidogo na watoto wake, na huyu ni mtoto wake wa kwanza kabisa ambaye ni mkubwa, ambaye jina lake kamili tunafahamu kama Pinto Semwanga. Ni mtoto ambaye babake mzazi alifariki dunia kitambo sana huko, ambaye alikuwa anafahamika kwa jina la Ivan Semwanga. So kuna update mpya hapa ambayo kuhusiana na kile ambacho ameweza kukiandika mtoto wa Zari the Boss Lady kuhusiana na afya yake, ingaje naamini kabisa kwamba akiwa kama firstborn wa Zari the Boss Lady, basi hakika Zari atakuwa kwa namna fulani hivi hajisikii vizuri. Lakini pia hata kile ambacho ameweza kukiandika mtoto wake imeonyesha kabisa kwamba mamake alikuwa na wasiwasi mkubwa sana, lakini ahueni alionayo ameweza kuandika hapa. Mimi nitaenda kukusomea, alafu tutaweza kujua kwamba ni nini hasa ambacho wewe unakuwa nacho kama maoni kuhusiana na hiki. Ila nikukumbushe tu kwamba kabla sijaanza, tumia sekunde moja kubonyeza neno subscribe hapo chini hii video, lakini baada ya hapo like video, kisha kwenye comment section niachie maoni yako kutokana na kile ambacho wewe utakuwa umeweza kutazama katika hii video. Mimi naitwa Gabby Official na hii ni Bongo Vibe channel namba moja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba updates zote kuhusiana na mastaa unakuwa unazipata hapa hapa on time. Sasa ameandika mtoto wa Zari the Boss Lady kuhusiana na maendeleo ya afya yake sasa hivi. Watu wengi wanafahamu juu ya kile ambacho kinaendelea. Ni wiki sasa hivi mtoto wa Zari alikuwa hospitali, na ingawaje taarifa hazikuwa zimespread sana, lakini kwa maana ya kwanza hata yameweza kuandika confidential story yake huyo mtoto wa Zari kuhusiana na afya yake, na kidogo ameweza kutoa hofu. Sasa acha nikusomee hapa kile ambacho ameweza kukiandika mtoto wa Zari the Boss Lady, alafu tutakuja kutia neno hapa, lakini ameandika kwa lugha ya Kiingereza, so nitakusomea hivyo hivyo, alafu nitakuja kuleta tafsiri yake hapa. Ameandika kama ifuatavyo: I wanted to give you all a quick update on my health. About a week ago, I started feeling pretty unwell. It came on really suddenly and was honestly a bit scared for a while there. It has been a tough few days, but I'm happy to let you know that I'm currently doing well and on the mend. I have been getting a lot of rest and taking it easy, and I can already feel myself getting stronger every day. I know my mom, Zari, and the rest of the family have been worried, but they have been taking real good care of me. I'm so incredibly thankful for all the prayers and well wishes I have seen. Honestly, knowing so many of you are thinking of me has made a huge difference. Please keep those prayers coming as I focus on getting back to 100%. I can't wait to be back to normal soon. Alafu akamalizia hapa chini akaandika thanks again for the love and support. Akaweka alama ya kopa, chini yake akaandika Pinto Semwanga. Sasa in case wewe ni moja tu ambao kidogo English haipandi, acha nikuwekea clear hapa kwa Kiswahili ili uweze kuelewa. Ameandika kama ifuatavyo: nijitaka kuwapa tu taarifa fupi kuhusu afya yangu. Takriban wiki moja iliyopita nilianza kujisikia vibaya sana. Hali ilianza ghafla sana, na kwa kweli ilikuwa ni ya kutisha kidogo kwa muda. Imekuwa siku chache ngumu, lakini nimefurahi kuarifu kwamba kwa sasa naendelea vizuri kiasi fulani na naelekea kupona. Nimekuwa nikipumzika sana na kutulia, na tayari ninahisi nguvu zinarejea kadri siku zinazozidi kwenda, yani kila siku. Najua mama yangu ambaye ni Zari, lakini pia na familia yangu yote wamekuwa na wasiwasi sana, lakini wamekuwa wakinihudumia vizuri pia. Nashukuru sana kwa maombi yenu na matakwa mema yote ambayo nimekuwa nikiyaona, lakini kwa kweli kujua kwamba wengi wenu mnanifikiria kumenisaidia sana sana. Akamaliza kwa kusema kwamba tafadhali endeleeni kuniweka kwenye maombi yenu wakati huu ambapo napambana kuhakikisha kwamba narudi kwenye hali yangu ya kawaida kabisa ya 100%. Ninasubiri kwa hamu sana kurudi katika hali yangu ya kawaida hivi karibuni. Akaandika asante sana kwa upendo na support yenu, alama ya kopa, alafu akaandika Pinto Semwanga.
So tunafahamu huyu ni firstborn wa Zari the Boss Lady. Mchizi ni mkubwa kidogo, age imeenda, ni kiufupi ni ameshafika kwenye ujana, kwa maana na umri wa miaka 22 sasa hivi. Amezaliwa almost I think ni 2003 ndipo ambapo aliweza kuzaliwa, na ndio mtoto wa kwanza kabisa wa Zari the Boss Lady. Tunafahamu kwa upande wa marehemu baba yake wapogi watatu tu. Yes, ukiachana na watoto wawili wa Diamond Platnumz ambao wanakamilisha idadi ya watoto 5 ambao mwanadada Zari the Boss Lady amekuwa nao, yuko nao mpaka sasa hivi. Kwa hiyo hapa tutakuja kupata picha kamili ya kwamba Zari kwa huyu mume wake mpya hana mtoto yoyote. So turudi sana kwenye hii story sasa, kuhusiana na kila ambacho anakipitia mtoto wa Zari the Boss Lady. Of course ilikuwa ni taarifa ambayo naamini kuna baadhi ya watu hawakuwa nayo, kwa sababu imekuwa ni taarifa fulani ambayo haijaspread sana, tofauti na kama angekuwa mtoto wa Diamond Platnumz, pengine ungeweza kupata info mapema zaidi na tungeweza kujua kile ambacho kilikuwa kinaendelea. Lakini kwa sababu ni mtoto ambaye babake ni mtu mwingine tofauti, lakini pia watu wengi hawanaga kuwajua hao watoto wengine wa Zari. Ndio maana watu wengi zaidi wanafahamu kwamba Zari ana watoto wawili tu, na wengine kama wanafahamu kwamba ana watoto 5, basi hata ukiuliza majina ya hao watoto wengine watakuwa hawajui. Lakini in case ni moja tu ambao unatamani kufahamu, at least watoto wa Zari wengine ambao ni watoto wale ambao Zari alikuwa nao before hajawa kwenye mahusiano na Diamond Platnumz, acha nikutajie kiufupi majina yao hapa na age yao, ili mwisho siku uweze kufahamu nani. Wa kwanza kabisa ndio huyu ambaye nimeweza kumtaja kwa jina la Pinto Semwanga. Jamaa na miaka 22, zaliwa mwaka 2003. Lakini mwingine ambaye ni pili, wengi wanamuitaga Didi, wengine wanamuitaga Dido, lakini jina lake linafahamika kama Raphael Semwanga. So yeye au majina mengine ya Didi, Dido ni majina fulani hivi ya nickname, naweza nikasema hivyo. Yeye amezaliwa Disemba 31 mwaka 2005. So ana takriban miaka 20 hivi. Lakini watatu anakwenda kwa jina la Quincy George Semwanga. So ana miaka takriban 16 if I'm not mistaken. So iko hivyo. Hao ndio watoto watatu. Baada ya hapo anafuata Tifa Dangote ambaye ni mtoto wa Diamond Platnumz. Alafu wa mwisho kabisa anafuata Nilan Dangote ambaye yeye ni wa 2016, so na miaka 9. Yes, ana miaka 9 kama sio 8 hivi, 9. So iko hivyo. Hao ndio watoto wa Zari the Boss Lady, na kwa wale ambao walikuwa wajui, au mtakuwa mmepata kufahamu kifupi tu kuhusiana na watoto wa Zari the Boss Lady. So una maoni gani kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea, au pia ulikuwa unajua kuhusiana na hao watoto wengine wa Zari the Boss Lady, au ulikuwa hujui? Na huyu ambaye anaumwa sasa hivi kwa maana Pinto Semwanga, wewe ulikuwa unamfahamu kwa upande wako, au ndio mara yako ya kwanza kabisa kumsikia? Tuambie kwenye comment section, lakini msaidi usisahau kusubscribe kwa ajili ya updates. Mimi naitwa Gabby Official, mpaka next video, bye bye.